Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina, mmependeza sana. Nimefurahi sana kwa upendo mlioonyesha kwa familia hii na kwa wazazi, hususan mama. Mungu awabariki sana. Ningeanza kwa utambulisho. Naomba nimtambulishe aliyezaa mtu mwema, chombo chema, aliyezaa kiongozi, aliyezaa mwimbaji, aliyezaa mwinjilisti, aliyebeba haya maono kwa miezi 9 na akayatoa haya maono na akayalea mpaka kufika hapa leo. Mama yangu Rose Joseph Mgeta. Najua napaswa tu kukutambulisha, lakini naomba niseme mama, umenipa shock of life. Kwa sababu kuna vitu naviona pale nasema I did not expect. Nakupenda sana. Naendelea kuniombea. Nimekuahidi vingi na vingine ambavyo nitavitimiza hata kabla ya tarehe 2, lakini kuna vingine pia utanipa muda nitakutimizia maono. Jamani vigelegele. Asante mama. Naomba pia kwa upekee nimtambulishe mama ambaye alimlea mama yangu. Wow. Akati ni binti. Mani. Na mama yangu pia alikuja kuposwa kwenye nyumba yake, lakini hakuchoka, pia akatulea na sisi na anaendelea kutulea. Sisi tunamhitaga mama mkubwa, ila kwa upekee mimi na yeye tuna utani wetu wa bubukiri. Jamani vigelegele kwa mama mkubwa. Huyu ni mama mkubwa wangu, Mama Margaret Nyangusi. Wow. Mama mkubwa, Mungu akubariki sana. Asante sana mama mkubwa. Yaani pale ulipotoa Mungu akuongezee. Amina. Na kabla sijamkabidhi dadangu aendelee na utambulisho mwingine, naomba nitambue the ladies in white. Wow. Naomba kwa upekee msimame. Kwenye hili kundi kuna wifi na kuna mama mkwe. Wow. Mama wako wenzangu ni vijana kama mnavyowaona. Sio wasumbufu, wako kisasa zaidi. Kwa kweli. Hata kwenye kukanya na kuonya pia wana upendo. Wow. Wameokoka, wanampenda Yesu. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwaona kwa upekee. Ningetaja majina yenu wote, lakini kwa sababu ya muda nawapenda na Mungu awabariki. Jamani makofi na vigelegele sana. Wana upendo mwenzangu. Wamenipa nyama wazuri. Nakuja Doris kukuita tena. Mawifi mazuri wasiosumbua wako hapa. Sio wale mawifi wanaofungua kama friji ya kaka zao ovyo ovyo tu bila hodi wanaingia mpaka chumbani. Sio hawa watu wa Mungu. Mungu awabariki. Najua mtoto wetu anakuja kwenye mikono salama. Mbarikiwe sana. Twende mama. Kwa upekee pia ya kumalizia kabla sijamkabidhi dada yangu, naomba nitambue marafiki zangu ambao pia tunaomba nao. Wow. Na tuna fellowship kila mwisho wa mwezi pale Mbezi Beach Hotel. Karibuni sana. Naomba kwa kipekee nimtambue kwanza matron wangu wa harusi, Emerensiana, popote ulipo naomba uje mbele kwa upekee kabisa. Mama mchungaji Mwasota. Wow. Mama Apostle, mume wake ni Apostle, lakini pia ni matron wangu, lakini pia ni prayer partner wangu. Yaani saa 9 anapiga simu, tuamke tuombe. Kila mwisho wa mwezi mimi na bwana harusi tunaenda fellowship. Tunaomba kuanzia asubuhi mpaka mchana. Every Saturday mwisho wa mwezi. Kwa hiyo hii yote hata kabla sijamuomba awe matron, hivi vilikuwa viashiria kabisa, kwa sababu kipindi bado ameleta barua mpaka engagement mpaka sasa. Wamekuwa ni watu ambao wanatuita na kazi yao ni moja, kuomba tu. Na yuko ana upendo sana. Najua mtu wake analia kule. Naomba uwai mtu.
Kwa upekee Temdipo, Lackness na Doreen. Watumishi wa Mungu hawa na watambulisha kwa upekee kabisa kwa sababu unafahamu dada Tina hajawafahamu vizuri. Huyu jamani vigelegele wao. Ni mjasiriamali lakini pia ni mdogo wangu. Nilisoma naye chuo cha diplomasia, mimi nilikuwa speaker wake wa chuo, yeye alikuwa waziri na tulishirikiana vizuri sana. Na huyu hapa rafiki yangu Doreen. Nakupenda sana Doreen. Doreen na mimi tulikutana katika harakati za kutuania nafasi mbalimbali za uongozi. Nilikuwa sijawahi kuona sura yake lakini alikuwa anapambana. Anasema mimi namsikilizaga Mgeta interview za radio panel. Huyu dada ana kitu na atavusha taifa. Kwa hiyo anatoa nauli yake, anakuja Dodoma. Anafanya door to door campaign na hajawahi kuona sura yangu. Kwa hiyo siku ya kwanza tumeonana, tumetoka kwenye kura za maoni sikushinda. Akaja pale nje kunikumbatia. Kwa hiyo na mpaka leo tumekuwa marafiki za juu sana. Na tunasali, yani ikipata chochote naenda kanisani. Kabla sienda kanisani ninaomba tuombe kwanza. Mungu akubariki sana. Amina, Mungu ametuvusha parefu na bado anaendelea kutuvusha. Na kwenye changamoto zote uliopitia umeona Mungu namna ametuinua. Mungu akubariki sana my friend. Wow. Amina. Amina. Basi naomba nimpe mic dada yangu Tina endelee na utambulisho. Amina. Barikiwe. Nisikie hapa mtumishi anasema